Mzize Clement, Mzize! Attention please. Kwanza unasema tumetia nini? Mashaka. Hakuna mashaka, na ndo mpira. Simba ni klabu ya mpira. Kwa hiyo mechi ya jana kwa kusema kweli Simba alikuwa bora. Na sio jana, tuseme mechi zote, hata mechi ya Botswana nadhani kwetu haikuwa mzuri, lakini tulipata matokeo. Na mechi ya hapa nayo vile vile tumepata matokeo kwa upande fulani, kwa sababu matokeo yetu yatakuwa na faida zaidi ya wale wenzetu, kwa sababu matokeo ya pointi moja yetu imekuwa na thamani kuliko wao pointi moja yao itakuwa haina thamani. Kwa hiyo kwa upande fulani, kwanza ni wapongeze wachezaji wetu, wamepambana kwa sababu tulichokuwa tunahitaji tutoke nafasi hatua hii tuende hatua nyingine. Baada ya kumaliza mechi ya jana, nadhani mikakati yetu zidi ya mechi nyingine ambayo inafuata. Kwa hiyo swala la mechi ya jana, kweli mechi ilikuwa ngumu, lakini tumetoka hatua hii tumeenda hatua nyingine. Simba Sports Club jana mchaza wa anapata goli moja la penalty kwa nafasi ya wazi ambao wana Simba Sports Club walisubiria nafasi ile iwe goli, watu wakashika pingo kabisa. Kwenye mpira swala la kukosa lipo, lakini tutambue Jenchez ya wao huyu ndo ambaye amefunga goli letu hilo la jana, sababu hata penalti kwa wachezaji wakubwa wanakosa, lakini kafunga, na tumemwona kwenye ligi na yeye kafunga, na ni mchezaji ambaye kuna vitu anatupa. Kwa hiyo kwa mechi ya jana tusimhukumu. Nimeona watu wengi wanasema, simkatazi mtu kuzungumza kile anachosema, lakini mchezaji akikosea unapomzomea au unapomsema zaidi anapoteza mwelekeo. Nadhani watakaporudi kwenye uwanja wa mazoezi chini ya Selemani Matola, wakati mwalimu mwingine anatafutwa Matola kaliona hilo, nadhani kuna vitu atavirekebisha, nao mechi zingine zinazokuja atafanya vizuri, kwa sababu ndio kwa mchaka umeanza. Tumecheza ligi moja, tumecheza klabu bingwa mechi mbili ya ugenini na nyumbani, na tumepata matokeo ya pointi 4, kwa sababu pointi 4 ndio zimetupeleka sasa hatua inayofuata. Tutapambana, na nadhani kuna makosa ambayo yameonekana. Kuna mwalimu msaidizi ambaye kabaki baada ya mwalimu mkuu Fadlu Davis kuondoka, lakini kuna mwalimu wa muda ambaye yeye alishikilia kwa mechi ya jana, Ahmed Suleiman Morocco. Nimpongeza na yeye, ameweza kupambana pale alipoweza kutuvusha kwenda katika hatua nyingine. Kwa hiyo niseme Simba wanahitaji support yetu, lakini hata viongozi wetu nadhani wameliona hilo, wametuahidi watatangazia mwalimu mkuu katikati ya wiki hii. Wakitangaza mwalimu mkuu atakuja, na na uhakika mwalimu mwingine atakapokuja, basi timu yetu italikaba na tutafanya vizuri. Ilihali jana Simba Sports Club wamecheza mchezo wao, lakini juzi Young Africans alicheza katika dimba la Benjamin Mkapa. Wana Simba Sports Club katoka hadharani na kusema Young Africans kiwango chao ni dhaifu kabisa, lakini imekuwa kwenye hali mbaya. Nafikiri kama unaiona Simba Sports Club, mashabiki wa Simba wamekuwa na hizo doa Young Africans hawana kocha. Jana kimakuta hicho jana wamepata sare, watu wao wakasema kwa Mkapa tu mtu akijana watokeo jana ndio hawajaridhishwa kwa Simba Sports Club. Kwanza sipendi kuzungumzia sana watu ambao mimi hawanihusu. Sipendi sana kwa sababu mimi timu yangu ni Simba, na Simba nadhani tumepambana, tumeenda na hatua inayofuata. Aliyeshinda goli 7 ameingia hatua tulioingia sisi, ambao tumekuwa na goli 2 si moja. Aliyokuwa na pointi 6 ameingia hatua ambayo tumeingia sisi tulikuwa na pointi 4. Kwa hiyo kilichokuwa kinatakiwa ni kutoka nafasi moja kwenda nafasi nyingine. Ubabe wako utaenda kuonekana katika makundi, ambao katika makundi hayo nadhani kuna timu 6 zinatoka 4, zinabaki 2. Sasa pale ndo anapoonekana mbabe, na pale ndo atakamjua Lunyasi ni nani. Kwa hiyo katika hatua hiyo ya kwamba si wao walishinda goli ngapi, wa kiwango si kibovu si nini, sisi kwa upande wetu sisi hiyo hatuna haja nayo na hatuna haja ya kuzungumza. Ila tunazungumzia Simba wametoka hatua ya kwanza, wanaenda hatua ya pili. Kwa hiyo swala la nani kashinda goli ngapi hilo sisi hatuhusu, ila niwaambie tu wana Simba watuliza akili yao, wasapoti timu yao ya Simba Sports Club. Hii hatua ya mwanzo inakuwa ina mambo mengi. Tumeona Segme Mosa katolewa,
Tumeona jana nadhani Sundown kama alipoteza Mamelodi. Sasa kwenye mpira kuna matokeo matatu, lakini si kwenye matokeo matatu yale tukio la mwisho ambalo ni la kufungwa, sisi hatujafungwa. Tumeshinda mechi ya kwanza ugenini, tumekuja nyumbani tumepata sare. Kwa hiyo tumeenda katika hatua nyingine inayofuata. Kwa hiyo tuache porojo za watu ambao wanazungumza, lakini nichukue nafasi hii kumpongeza Mwakitalima. Nimeona jana kuna watu baada ya mechi wanaongea vitu vya ajabu. Simba ni taasisi. Kama wewe mwenyewe ujiwezi na familia yako, unaweza kuiongelea Simba ukaiongoza. Jamani, penda mapenzi yako, support timu yako, sio kila siku na kazi. Simba jana imequalify kutoka na hatua moja kwenda hatua nyingine, lakini wewe unazungumza maneno yasiyo sawa. Kila mtu kaona hadi wachezaji. Nimeona Chamu kaujiwa, nimeona kaujiwa anasema timu yetu kutokana na muunganiko wa mwalimu kuondoka, basi timu yetu imekuwa kama vile ina mvurugano. Na kweli mpira ni mchezo wa wazi. Simba inacheza mpira kwa sababu ya maelekezo ya mwalimu na mafunzo ya mwalimu. Mwalimu alivyoondoka lazima kuna vitu vitapungua. Kama ingekuwa timu yetu inafanya mipango nje ya uwanja, hata kunisimamisha mimi, timu ingekuwa inapata matokeo na watu wanaonekana. Lakini timu yetu tumeona kabisa mwalimu kaondoka na tumeingiza kikosi kipya. Kwa hiyo kuna vitu watu wanalalamika tu, ila tulichokuwa tunahitaji ni kutoka nafasi hii kwenda hatua nyingine. Makosa yameonekana mpaka kwa wachezaji wenyewe, wameona kwamba kweli mechi ilikuwa ngumu, lakini vile timu yetu bado haijapata muunganiko kutokana na mwalimu kaondoka. Information za Ahmed Morocco na Fadlu Davis inawezekana zikawa tofauti. Kwa hiyo ndio maana imekuwa vile, lakini cha muhimu mfupa tulikutana nao jana ni mgumu, lakini tumefanikiwa kwenda hatua inayofuata. Hilo ndio la muhimu. Mengine mfupa mgumu, wazuri Gaborone hapa ndio tunajua. Tuna historia nao mbaya sana. Kuna timu yao tulishaitoa, kuna wao wametutoa wengine hapa. Walikuja hapa uwanja wa Benjamin Mkapa. Lakini kuna timu moja kutoka Botswana wanajiita nini? Kuna hapana, wala sio Galaxy. Kuna moja wanajiita nini, walicheza na Nyuma Mwiko Benjamin Mkapa. Wale jamaa Nyuma Mwiko walifungwa goli hilo na hao jamaa kutoka Botswana. Jina lake limenitoka. Walipiga pasi 36 ya 37 goli na Nyuma Mwiko hawajagusa mpira. Pasi 36 ya 37 goli, Nyuma Mwiko hajagusa mpira. Kwa hiyo Botswana ni watu ambao wanacheza mpira na kila mtu haona. Kweli kwa jana tumeona wamecheza vizuri, lakini kosa hili haliwezi kutuhukumu katika mechi nyingine. Tutajitahidi, tutapambana na mwalimu mkuu atakapokuja. Kazi yetu tutasupport timu yetu, na uhakika makundi tutaenda na tutafika hatua ambayo tuliokuwa tunahitaji kufika. Morocco mnamwamini kwa mechi zilizobaki? Morocco mkataba wake umeisha jana. Mechi ilikuwa moja ile. Nadhani tuna mechi dhidi ya Namungo tarehe 1 Benjamin Mkapa. Baada ya hapo tuna mechi nyingine tarehe 16 mwezi wa 10 ambayo itakuwa ya wale wa Mswati, ya mechi yetu ya kwanza. Kwa hiyo hapa katikati ligi itasimama. Kwa hiyo Morocco mkataba wake baada ya mechi ya jana katuvusha kutoa hatua hii kwenda hatua nyingine, mkataba wake umeisha, watamtangaza mwalimu mwingine Simba Sports Club. Morris Abdaham, mchezaji ambaye amemkubali tabani kwa pesa, yana maisha kiwango kipya. Ndio wakisema Morris Abdaham tunamfananisha na Luis Dixon la Rosita aliongoza katika klabu ya Simba Sports Club. Toka anakuja Simba najua uwezo wake na nathamini uwezo wake, na nilizungumza nadhani mapema, ni kijana wa Tanzania, na Tanzania tunashiriki AFCON. Kwa hiyo lazima tupate vijana ambao watakuja kutetea jazi letu na kufanya vizuri. Katika vijana wao nilimzungumzia Morris. Simba wakati wanamsajili Morris Abraham, nadhani watu wengi waliongea nao, nikawaambia ni mtu ambaye kwenye moyo wangu ni mtu ambaye naamini kuna kitu atakifanya kwa sababu ya Simba Sports Club, lakini kuna kitu atakifanya mbeleni zidi ya timu yetu ya taifa Tanzania, kwa sababu ni hazina ya nchi ya Tanzania. Kwa hiyo kwa vitu alivyofanya jana, mategemeo yangu atavifanya zaidi, kwa sababu sio mtu wa kubahatisha, ni mtu ambaye anavifanya vitu vile tokea akiwa bado mdogo. Anaonekana ni mchezaji ambaye mwenye talent kubwa na anafuatilia mpira. Nimwambie tu Morris Abraham asibweteke na sifa za kusifiwa.
afanye kazi yake kama alivyokuwa anafanya. Tunamwamini ana kipaji na ni kijana wa Tanzania, tunamuombea kila laheri, na ikitokea ofa ya kutakiwa kwenye timu zingine kubwa ili asonge mbele kijana, Simba Sports Club huaga inakuwa ina mahaba. Hatunaga mahaba ya kumngangania mchezaji tu kama alivyo maisha yake kwa sababu ya maslahi yetu binafsi. Kwa hiyo mwambie Morris yuko njia panda Ulaya, Simba Sports Club afanye kile kinachotakiwa na tutasupport kazi yake, na tunasupport kazi yake, na tuseme mechi ya jana Morris Abraham kaibeba Simba mabegani. Yeye ndo kaimaliza ile mechi. Bali mtapenda kuna washabiki wa Simba wengine mamluka hapa. Inawezekana sio mamluka, lakini hawaelewi kitu gani wanachokisema. Ujue mpira una matokeo matatu. Sasa kuna mwingine anakurupuka anakuja anasema akataze mtu kusema. Vyombo vyenu hivi kila mtu anazungumza lake. Lakini kiukweli lazima wakae chini watafakari. Simba ni klabu ambayo ina utaratibu na ni klabu inayoendeshwa kiuweledi zaidi. Kwa hiyo kama wewe umeamka na matatizo yako nyumbani ya kifamilia, usialete huko. Nimemwona yule kijana ambaye jana watu wamemshambulia kwa kumsukuma. Yule kijana katika kumbukumbu yangu, na ndio kijana ambaye alikuwa anamshambulia msanii mkubwa ambaye ana familia, ana mumewe, ana wazazi wake, ana kila kitu, alikuwa anamshambulia kwamba ana nguo yake ya ndani, si ana kitu gani na vitu vya ajabu. Kwa hiyo kijana ni kijana wa ovyo, mimi niseme tu, kwa sababu hata alivyokuwa anamshambulia yule msanii hakuwa ni mtu ambaye mwenye hekima. Mimi peke yangu nilikuwa nachukia kwa binafsi yangu. Uweze kumshambulia mtu ana familia yake, mama huyu na nguo yake ya ndani, huyu na nini, na nini. Kwa hiyo mwisho wa siku kilichomkuta na kile, na hata jana mechi imemalizika, Simba ameenda tu inafuata, anaanza kukandia, anaongea ovyo. Si kile sio kitu sahihi. Kama unahitaji kuzungumzia timu yako, zungumzia timu yako. Hiyo ndio timu yako. Leo maisha yako wewe mabovu. Ushaona mtu anakapembeni akamsema. Sasa bado ndio na mabomba kwa picha. Ndio na mabomba kwa picha. Sijui kama kapigwa. Sikuona kama anapigwa. Lakini nadhani alikuwa tu anakatazwa. Kupigana hadharani ni kosa, lakini kwa naona tu kama vile watu wanamkataza asikifanye kile ambacho kile anachofanya. Na kwa upande fulani niwaambie wana Simba wawe wastaarabu. Huu ni mpira. Mwaka jana walisema tufike kokote, mwisho wa siku tumecheza finali. Walokuwa wanaenda kuwasema timu yao bora wameishia kwenye makundi. Kwa hiyo target yetu si kuhakikisha tunafika mbali, na kama tutatulia vizuri tutasupport timu yetu, basi inshallah Mwenyezi Mungu atasaidia, tutafika mbali kwenye mashindano haya. Wapendane, waache unafiki. Simba timu yetu, hata ufanye nini timu yako ni Simba. Hata ufanye nini, ukimzaa mtoto kilema ni mwanao. Kwa hiyo huwezi kusema huyu sio mtoto wangu. Leo timu inacheza kidogo vibaya, mtu anakandia, wewe unakazia kama wewe nani. Watu wamesajili, watu wameandaa timu yao. Ushabiki wako hauwezi kufanya Simba iwe bora zaidi. Ushabiki wako hauwezi kufanya Simba iende kuharibikiwa. Ila mapenzi yako uliokuwa nayo moyoni na ndio yatakayofanya timu yako iwe bora. Kama utasupport timu yako kwa mapenzi yako ya moyoni, basi timu yako itafanya vizuri. Kama utaichukia timu yako na kutokana na wachezaji. Nimeona jana watu wengi wanamongelea wachezaji wanakosa hata huko Ulaya. Tumeona kina Cristiano Ronaldo wachezaji wakubwa. Tumeona juzi hapa Real Madrid hapa. Hivi Mbappe mchezaji mdogo nafasi ngapi kakosa? Kwa hiyo maneno yasiwe mengi, wala kuna porojo nyingi. Simba na timu yetu, wana Simba tutulie, tupende timu yetu, tusupport timu yetu. Mwenyezi Mungu atajalia tumevuka hatua yetu na hatua nyingine. Kuna timu zimeshindwa kufika hatua hii. Simba tumeenda hatua hii. Hata ushinde magoli 100, lakini wote tumeenda kuingia katika hatua inayofuata. Kwa hiyo niwaambie Simba tutaenda hatua hiyo na tutavuka hatua hiyo. Tumesikia tunacheza na timu kutoka Mswatini. Kule tutapata matokeo na tutaingia makundi inshallah. Nasema jana la mama hujaramba. Simba sio klabu ya kusema bila ya mama haiwezi kujiendesha. Ile ni kama bonus. Kwa hiyo bonus jana haijapatikana, sio mbaya. Klabu yetu ni bora na ina kila kitu tunakipata. Baada ya kukosa hiyo ya mama, Simba kitu gani kakikosa? Hakuna kitu alichokikosa. Mpira ni ule tu. Zidi sipungue baada ya kukosa la mama, wachezaji wataongeza chachu katika mechi ijayo wazidi kufanya vizuri. Kwa hiyo hata kukosa ile mechi ya jana pesa hela ya mama ya goli la mama, nadhani mechi ijayo watu wataongeza experience na kupambana zaidi katika timu yetu, waweze kupata matokeo, kupata hiyo, lakini ile hela haijatutoa kwenye mstari na haitotoa kwenye mstari. Na ukitaka kujua hilo, subiri waone wale wauaji wa kusini tutakachofanya hiyo siku ya tarehe 1 Jumatano. Nashukuru. Mzize Clement. Mzize! Attention please.